Mtukufu muumbaji wa mbingu na nchi amelitaka jeshi lake kuwalinda watu wake dhidi ya dhuluma toka kwa serikali ya Ibilisi. Ni jambo la busara kwa vijana kusikiliza mashauri wanayopewa na watu wazima kama vile wazazi na walimu, kwani wamewaziri kwa maarifa. Na elimu imepaswa kupewa kipaumbele miongoni mwa masuala mengine katika jamii. Taarifa ya habari kamili. Mtukufu muumbaji wa mbingu na nchi amelitaka jeshi lake kuwalinda watu wake dhidi ya dhuluma toka kwa serikali ya Ibilisi. Akitoa agizo hilo, Mwenyezi Mungu katika ikulu kuu huko mbinguni aliwataka malaika kuwalinda na kuwazingira wamchao, huku akiwalinda na kuwaokoa. Habari zaidi zaendelea kusema, wanasimba husindikiwa na kuona njaa, bali wamchao Bwana yeye huwapa kila watakacho. Taarifa kwa kina utaipata katika Zaburi, aya yake ni 34 mstari wa 7 hadi wa 10. Unaendelea kupokea taarifa ya habari hizi zikiwajieni toka idhaa hii ya Kiswahili ya CBN. Ni jambo la busara kwa vijana kusikiliza mashauri wanayopewa na watu wazima kama vile wazazi na walimu, kwani wamewaziri kwa maarifa. Ama kwa hakika lolote lile wakuu wao uwaambie wazingatie, wasije wakafikwa na balaa aliyepatwa na kijana Matata. Matata akiwa ni mithili ya vijana wengi leo, alikuwa na sura nzuri ya kupendeza, misuli yenye miraba minne na mwenye nguvu za ndovu. Chembilecho wahenga ni kweli kwamba hakuna kizuri kisicho na dosari. Matata alikuwa ni mfumba mosi asiyeweza kushauriwa, naye alikuwa ni mkaidi kama mkia wa nguruwe. Yeye alipenda sana tamasha, uraibu kwa sigareti ya chapaseti na mwenye kufanya mapenzi ya kiholela. Miaka 2 baadaye iliripotiwa kwamba alianza kuhisi maumivu katika viungo vya mwili wake, na alipoenda kwa uchunguzi alipatikana na ukosefu wa kinga mwilini, yaani ugonjwa hatari wa ukimwi. Hapo alijuta kuzaliwa na akajua asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Na elimu imepaswa kupewa kipaumbele miongoni mwa masuala mengine katika jamii. Akitoa ushauri wake kutokana na hekima aliyopewa na Mwenyezi Mungu, Mfalme Sulemani alisema kumcha Mwenyezi Mungu ni chanzo cha hekima na kujitenga na uovu ndio ufahamu. Aliongeza kusema, yeyote apendaye mafundisho hupenda maarifa, bali achukiaye kulaumiwa ni kama mnyama. Mwisho wa taarifa ya habari.